Ndugu zangu wana Simba, tawi la wekundu wa Goba Kulangwa, awali ya yote ninayo furaha kubwa sana mimi pamoja na viongozi wenzangu kutoka Simba makao makuu, Simba mkoa pamoja na Simba wilaya ya Ubungo kufanikisha leo kuzindua tawi hili la wekundu wa Goba Kulangwa. Niwapongeze sana viongozi wa tawi hili ambao mmefanikisha mchakato huu ambao natambua kabisa haikuwa rahisi, lakini mkapambana asubuhi na mchana, mkapambana kwenye majira ya baridi na joto, na hatimaye leo tumefanikisha ndoto ya kila mwana Kulangwa kumiliki tawi letu la Simba Sports Club. Tawi letu limezinduliwa rasmi leo, na hii ni kusema ya kwamba watu wa Kulangwa tunayo ofisi yetu ya kukaa, kuzungumza na kupanga mipango yetu ya Simba Sports Club. Kwa hilo hongereni sana. Tumefanikiwa baada ya kushauriana kwa muda mrefu, tukafanikiwa kulipata tawi hili. Hatutaki baada ya muda mfupi tawi hili life ama tawi libaki jina tu, lakini kusiwe na shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na Simba Sports, zinahusiana na tawi husika. Kwa hiyo viongozi, mna jukumu la kulifanya tawi lenu kuwa hai, kulifanya tawi lenu liendelee kukua. Sasa mna wanachama 68 ambao ni wachache kulinganisha na wakazi wa Goba Kulangwa. Maana yake mna wajibu hivi sasa kuendelea kuwashawishi wana Simba wengi kuongeza ukubwa wa tawi lenu, na tawi hili liwe miongoni mwa matawi makubwa katika wilaya ya Ubungo. Ukubwa wa tawi ni pamoja na wingi wa wanachama wake, lakini vile vile shughuli ambazo mtakazokuwa mnazifanya ndizo zitakazowavutia watu waje wajiunge kwenye tawi lenu. Jambo la msingi ambalo mkurugenzi Rogers hapa amelizungumza ni kuepuka migogoro, nami nishindilie hapo kidogo. Jitahidini kadri mtakapoweza kuepuka migogoro, misiguano, fitna za wenyewe kwa wenyewe. Ikitokea sintofahamu katika tawi, basi kaeni katika ofisi yenu, zungumzeni, hakikisha mnalimaliza tatizo lenu, mnasonga mbele. Mmeshindwa, mnapata viongozi wenu wa wilaya, mnazungumza nao, wanawashauri, wanawaongoza, tunasonga mbele. Ofisi hii iwe ni ofisi ya kujadili maendeleo ya Simba Sports Club, na sio ofisi ya kukutana na kupiga majungu na mambo yasiyokuwa na tija kwenye maendeleo yetu wenyewe binafsi wanatawi na maendeleo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Ndugu zangu ni wanakulangwa, leo hii mmefanikiwa rasmi kuingia kwenye familia yetu ya Simba Sports. Mlikuwa wadogo kabla hamjaingia kwenye familia hii, sasa mmeingia kwenye familia yetu ya Simba Sports Club. Simba tuna utamaduni yetu, tuna miongozo yetu, na sasa mnawajibika, mnalazimika kufuata hiyo miongozo kila pale mtakapohitajika kufanya hivyo. Ndugu zangu ni wanakulangwa, pamoja na zoezi la uzinduzi wa tawi ambalo tumelifanikisha kwa 100%, na sasa ni tawi rasmi la Simba Sports Club. Jambo jingine ambalo limetuleta hapa Goba Kulangwa ni kuja kuzungumza na wanagoba na kuwaalika kwenye tukio letu la kihistoria la tarehe 23 ya mwezi huu wa 11, siku ya Jumapili ijayo. Jumapili ijayo, ndugu zangu wanakulangwa, tuna kibarua kigumu.
Jumapili ijayo ndugu zangu wanagoba, tuna mechi nzito. Jumapili ijayo ndugu zangu wanakulangwa, tuna kazi na shughuli pevu kweli kweli. Kwa mantiki hiyo basi, tumekuja hapa kwenu hii leo kuja kuomba msaada wenu wa kusaidiana na sisi na wanasimba wengine tuweze kuvuka siku ya Jumapili, tupate ushindi na tuchukue alama 3, tuwe tumeanza vizuri kampeni yetu ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu huu. Tumekuja kuomba msaada pekee wa ninyi kuja uwanjani siku ya tarehe 23. Na kwa nini tunawahitaji sana tarehe 23? Kwa sababu sisi Simba na ujanja wetu wote na nguvu zetu zote, lakini mafanikio yetu kiwanjani tunawategemea sana ninyi mashabiki wenu. Na ndio maana leo tuko hapa Goba kumwambia kila mwana Simba wa Goba, kila mwana Simba wa tawi hili la Kulangwa, na mwana Simba yoyote anayejifahamu ana damu ya Simba, ya kwamba tarehe 23 tunamhitaji Benjamin Mkapa. Ewa, hiyo nao ni hoja msingi. Uzambuni wanakulangwa, mechi ya Jumapili dhidi ya wapinzani wetu kutoka Angola, tusichukulie poa poa, tusimdharau yule bwana. Pamoja na kwamba tumeshapita viunzi vizito, pamoja na kwamba tumesharuka viunzi vigumu kweli kweli, tumeshacheza na kushinda mechi ngumu kweli kweli, lakini isitupe kiburi cha kupitiliza na kumchukulia poa mpinzani wetu wa Jumapili, na kila mtu akakaa nyumbani kwake amenyoosha miguu akiamini ya kwamba wakina Kapombe wataimaliza ile kazi peke yake. Kama unafikiria hivyo, unafikiria vibaya sana. Ili tufanikiwe kupata ushindi mnono siku ya Jumapili, ni kila mwana Simba siku hiyo aje uwanjani, tushirikiane kwa pamoja kumwangamiza mpinzani wetu. Wana Simba wote tuungane, atacheza na Simba. Wana Simba wote atacheza na Simba. Nasema nawambia Jumapili wakumbele yao, nasema Jumapili. Haya nasema Jumapili. Mchezo kupipa pipa ukicheza na Simba. Kwa hiyo ndugu zangu wanakulangwa, tunahitaji kuanza vizuri hatua hii ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Lakini hatuwezi kuanza vizuri kwa maneno matupu. Tutaanza vizuri hatua hii ya makundi kama kila mmoja kwenye eneo lake atatimiza wajibu wake kwa 100%. Hawa viongozi wetu wa wilaya mnaowaona hapa, wakishamaliza shughuli hii ya kuzindua matawi, wanakwenda kwenye shughuli nyingine huko Benjamin Mkapa. Kuanzia hii leo mpaka siku ya Jumapili wanafanya kazi ya kuipambania Simba Sports Club ipate ushindi siku ya Jumapili. Siwezi kuwaambia ni shughuli gani, mtaiona Jumapili, lakini wanapambana wazee hao na umri wao kwa ajili ya kuipambania Simba Sports Club. Jua lao Benjamin Mkapa, mvua yao Benjamin Mkapa, mbu wao Benjamin Mkapa, kuhakikisha ya kwamba Simba anapata alama 3 siku ya Jumapili. Sasa hawa ndo wanafanya kazi hiyo, na sisi mashabiki wa kawaida, kwa sababu hatuwezi kwenda wote Benjamin Mkapa, sisi mashabiki wa kawaida na sisi tutimize wajibu wetu wa kuipambania Simba kupata alama 3.
na kuipambania Simba. Wewe Mwanakulangwa, Simba apate alama 3 ni rahisi kweli kweli. Ni kwa wewe kununua tiketi yako ya shilingi 5,000 tu na kuja Benjamin Mkapa. Unakuwa umetimiza wajibu wako kwa 100%, na mnyama anaondoka na alama 3, ngoma yena. Kwa hiyo unapokuja uwanjani sio tu unakuja kufurahia, lakini na wewe unakuja kushiriki kikamilifu kwenye kuisaidia timu yako ipate ushindi. Hatuna mashaka sisi tutashinda tu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, lakini mkiwepo na ninyi uwanjani mmejaa, tutashinda vizuri zaidi. Usibaki nyumbani siku ya Jumapili. Na unabaki nyumbani unafanya nini? Unabaki nyumbani umekaa na nani? Umebaki nyumbani unafanya shughuli gani? Wanasimba wenzio tuko Benjamin Mkapa, wewe umejifungia hapa Kulangwa, unaangalia kwenye unatuliumu. Kila mwana Simba siku ya Jumapili, awe mbabu, awe mbaba, awe mama, awe msichana, hata wewe kasichana kadogo, na wewe njoo Benjamin Mkapa. Kama huna kiingilio, mfate mwenzio. Bwana, mimi nataka nikamuone mnyama, sina kiingilio, okoa jahazi. Akupe shilingi 5,000 bila masharti, uje uwanjani. Na wewe mwenye kipato cha kutosha, mfate mwenzio, bwana we, na kulipia tiketi twende uwanjani. Yaani usikubali kuondoka hapa Goba peke yako kama mchawi. Njoo na wenzio Benjamin Mkapa, njoo tuifurahie timu yetu, njoone tuisaidie timu yetu ipate matokeo mazuri siku ya Jumapili. Tuna kila sababu ya kutamba, tuna kila sababu ya kuvima, tuna kila sababu ya kujidai siku ya Jumapili, kwa sababu nchini hapa Dar es Salaam tumebaki peke yetu. Wengine wote wamekwenda mahaneni, Dar es Salaam tumebaki peke yetu. Sasa una sita nini kwenda uwanjani siku hiyo? Kila mwana Goba Kulangwa tukutane Benjamin Mkapa siku hiyo. Lakini njia rahisi ya kufika Benjamin Mkapa ni kuja kwa mtindo wa tawi au kwa utamaduni ama utaratibu wa tawi. Hiyo ndiyo njia rahisi zaidi ya kuja uwanjani, hasa kwa wale ambao wanatoka huku mbali. Najikusanya kwa pamoja, mnatoa nauli zenu, mnakuja kwa pamoja Benjamin Mkapa. Katibu, mmeshaanza kukusanya nauli za kwenda uwanjani? Katibu, ushaanza kukusanya nauli za kwenda uwanjani? Ni shilingi ngapi? 5,000 kwenda na kurudi. Kwa wale watu wote wa Kulangwa wanaotaka kwenda uwanjani siku ya Jumapili, fika hapa ofisini kwetu tawini. Nauli ya kwenda na kurudi shilingi 5,000. Tutaondoka kwa pamoja hapa, tutarudi kwa pamoja. Hiyo 5,000 ni nauli tu, kwenda na kurudi, na tiketi yako ni shilingi 5,000. Kama utaki kukaa mzunguko, shilingi 10,000 VIPC. Kama hautaki, shilingi 20,000 VIP. Kama hautaki na hapo, shilingi 30,000 VIP. Toa shilingi 35,000 hapo tawini kwa ajili ya tiketi yako ya VIP na nauli yako ya kwenda uwanjani. Tunakwenda pamoja, tunarudi pamoja, na Jumapili hakuna foleni, kwa sababu watu wote wamehama mjini hapa.
la kipekee. Ndugu zanguni wanakulangwa, kwa heshima na taadhima, bila kuwa na udhuru wowote, bila kuleta excuse yoyote, kama unajua Goba nako mbali anda Goba mpaka Benjamin Mkapa Kipengele, yani nitaangalia tu kwenye TV, yani kila nikifikiria ile Tazara Ubungo, yani nachoka sijui, bila kuleta udhuru wa aina yeyote ile. Tarehe 23 wanagoba wote tunawataka Benjamin Mkapa. Hii timu mmeichagua wenyewe, hii timu mmeipenda wenyewe, na hii ndiyo timu yetu sisi Simba Sports. Tuna wajibu wa kuifuata popote pale kwa ajili ya kwenda kuipigania, na tarehe 23 tunakwenda kuipigania, kuipambania Simba yetu. Twende tukamfanye vibaya Petro, tuchukue alama 3, tuanze kuangalia mambo mengine, tunamalizaje kundi hili. Hakuna mashaka ya aina yeyote ile kwenye kundi hili, mnyama anavuka, kwa sababu sisi tumeshavuka kwenye kundi lenye mamba, kwenye kundi lenye chatu. Wakati huo sisi tukiwa wadogo kweli kweli tukavuka. Hivi sasa sisi tumeshakuwa mamba wa Afrika. Kwenye kundi hili tunavuka mapema tu, lakini tunataka tuvuke na ninyi mkiwa mashuhuda Benjamin Mkapa. Haya, nasema Tanzania hakuna kama Simba. Oh, Tanzania hakuna kama Simba. Baba Tanzania, mama Tanzania hakuna kama Simba. Wewe tabaki na Simba mpaka nyote duniani. Wewe tabaki na Simba mpaka nyote duniani. Haya, mwanangu Tanzania hakuna kama Simba. Baba Tanzania Ndugu zanguni waandishi, sitaki au niongeze moto kidogo? Napenda inatosha bana, ngoja tuongee na wale kuni.